Naishukuru Kopra kwa msaada ambao tumeupata wakulima kupitia kupewa hii mbegu ya ruzuku. Kwanza kwa hilo natoa shukrani kwa kupitia serikali yetu kuu. Bado tulikuwa wakulima tunaumia kwa hizi mbegu za kama walivyotuletea, naona itakuwa ni kubwa, na hata wakulima ambao tunawaelekeza swala ya kilimo kwamba tupambane, naona watakuwa ni kipaumbele na wao kushiriki kwa kujua kabisa kwamba mbegu tunayo. Kwa hiyo hatutakuja kukuta kama ni swala ambayo kwamba labda tumelazimishwa. Serikali kwanza tunaishukuru. Wakulima wengi watahamasika kutokana na mbegu sasa hivi za ruzuku tunazipata, na tutazidi kupambana kupitia hizi mbegu za ruzuku ili tuongeze mapato zaidi. Nimefurahi sana serikali hii ya awamu ya 6 kutupatia mbegu ya ufuta kwa wakati muafaka, kwa sababu hii itakuwa ni chacho kwa wakulima wadogo, kwa sababu hii mbegu ambayo tumepata tutakuwa tumegawana, kwa sababu hasa mkulima mimi na heka 5. Sasa mbegu ni nyingi, siwezi kutumia heka 5 peke yangu. Nitawapa wengine wale ambao wana heka 1, heka 2, nao iwasaidie. Kwa hiyo naishukuru serikali pia Kopra, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia, kwamba kuwapa hii mbegu nao kuwasaidia wakulima. Kwa hiyo nawashukuru sana serikali ya awamu ya 6 na serikali ya mkoa wa Lindi, pia Kopra kufanya mkoa wa Lindi kwa mkoa wa kwanza kuja kuzindua kwa mbegu hii ya ufuta kwa msimu wa kilimo 25-26. Na mkoa wetu wa Lindi tupo katika hafla ya mapokezi ya mbegu bora za ufuta tani 7 ambazo ni kilo 7,000 kwa ajili ya halmashauri zetu 6 za mkoa wa Lindi. Tumekutana hapa kupokea mbegu bora hizi za ufuta na kutangaza kuanza kwa msimu wa kilimo. Baada ya hatua hii, wakulima wataelekezwa kuanza maandalizi ya mashamba na kutumia mbegu, mbolea na viuatilifu kwa usahihi. Vile vile tunahimiza kuzingatia kanuni za kilimo bora ili kuongeza tija. Naamini mapokezi haya ya mbegu bora za ufuta kutoka Kopra yatatoa chachu na kuhamasisha wakulima na wataalam kushiriki kikamilifu katika uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Hatua hii itaongeza tija, kuwezesha mkoa kujitosheleza kwa chakula na kipato, na tunawahimiza sana maafisa wetu wa ugani kwenda kufanya usimamizi ulio bora wa sekta hii ili kuhakikisha tunakuwa tuna tija ya kutosha. Naomba niungane nanyi kumshukuru na kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji mkubwa sana alioufanya katika sekta ya kilimo, na moja kati ya uwekezaji ambao tunaushuhudia ni maafisa ugani maalumu mahususi kwa ajili ya mazao mahususi. Mfano, tumeweza kupokea maafisa ugani kwa mkoa mzima 150 mahususi kwa ajili ya zao la korosho, lakini maafisa ugani wetu wote wa mkoa wa Lindi 363 wote wana vitendea kazi, wana pikipiki, wana vishkwambi kwa ajili ya kuchukulia taarifa, lakini wana vipima udongo kila halmashauri. Kuweza kuwa na vitendea kazi bora kunaongeza tija na uzalishaji ulio bora. Tunawashukuru kwa kazi nzuri wanayofanya. Majukumu ya Kopra, kwa kweli sisi tuna jukumu la moja kwa moja kwenye haya mazao ya nafaka na mazao mengine ya mchanganyiko. Sura tuliokuja nayo hapa, tumekuja na sura ya mazao ya ufuta na tumekuja na sura ya mazao ya mbazi, lakini kama ambavyo ameongea hapa Asi Uchumi, pia tuna sura ya mazao ya choroko, kuweza kuona jinsi gani sasa tutachagiza Wanalindi na nyie mliingize liwe mojawapo ya mazao. Lakini kazi yetu haishii hapo, na mtaendelea kutuona kwa sura tofauti ya mazao hayo mengine yote ambayo tumeyataja, kuanzia kwenye nafaka na mazao mengine yote mchanganyiko, ikiwemo mazao ya mboga mboga, ikiwemo mazao ya mbegu za mafuta. Vyote ni majukumu yetu, na tutashirikiana kwa karibu sana na ngazi za mkoa ili kuweza kuhakikisha tunaona maendeleo kwenye maeneo haya.